Udada hapa anaitwa Lilian. Mida hii anaandaa chakula kwa ajili ya wageni. Anakuja mumewe ambaye anaitwa Mr. Linus. Anaangalia mpunga. Anafungua chengine anaona kuku. Akaanza kulalamika kwa uchumi kwa sasa mifukoni kwake umeshuka sana. Hana hata 100. Yaani apecha lolo hapa. Ni anapika vyakula vingi tu. Lilian hakuzingatia akaenda kuchukua na matunda kabisa. Mzee na matunda tena. Mida baadaye wakaja wageni. Wakawa wanafinya mchai pale. Wakawa wanashushia na story pale. Mr. Linus akasema, "Nina habari nzuri sana. Nimepandishwa cheo na mshahara wangu ni milioni 1 naira kwa sasa. Ila ni kidogo apaliwe. Watu pongezi pale kwa kupandishwa cheo." Umepandishwa cheo? Mbona kunaambia kama umepandishwa cheo? Nilitaka kushtukiza wakati wa chakula. Maana najua unapenda sana surprise. Baada ya chakula Lilian akamfuata. "Unafurahi kutokunambia kama umepandishwa cheo mpaka muda wa chakula? Kwani unazungumzia kupandishwa cheo wapi? Mimi pale nilikuwa nanogesha tu chakula kinoge. Kwa hiyo hujapandishwa cheo?" "Ndiyo." Lilian akawaka sana kwa nini mumewe akamdanganya vile mbele za watu. Mr. Linus wala hajali kabisa. Siku ya pili Linus anarudi kazini. Na leo hii alikuwa na saa mpya. Lilian akamlalamikia kuwa na saa nyingi sana. Haikupaswa kununua saa nyingine. Mr. Linus akamwambia hii saa kaletwa na rafiki yake ambaye alikuwa London. Karudi na akamletea hii saa wala hajanunua. Lilian akamwamini. Mida baadaye wakatoka kumfuata mtu. Wanashuka gari wanakutana na chinga muuza saa hapa. Mr. Linus, hiyo saa nilokuuzia imekupendeza sana. Nipe maua yangu basi." Mr. Linus akamfinya jicho anyamaze. Ila chinga karopokwa tu pale. Mwisho akaamua mfukuze. Asiharibu dili. Lilian akamuuliza, "Wewe uliniambia saa uliletewa na rafiki yako hii. Kumbe umenunua kwa chinga. Utakuwa umechanganya wewe. Saa ile rafiki yangu iko nyumbani. Hii siyo." Yaani hapa mzee anamdanganya tu mkewe. Mida baadaye Mr. Linus anaongea na simu. Akampigia mtu mmoja hivi. Anataka mlipe hela zake. Akawa anamchimba mikola mingi kama atamweka sero kama hajamlipa hela zake na kumtishia kama anajuana na kamishna ya polisi. Sasa muda huo mkewe anamsikia. Baada ya kukata simu akamuuliza kama ni kweli anajuana na kamishna. Mzee akamzonga pale. "Kamishna rafiki yangu mzee. Nimesoma naye shule. Mbona kamishna ni mzee sana kuliko wewe? Hayo ni matatizo ya nyumbani, sio shida zangu. Ameletwa skuli akiwa mkubwa sana. Ndio maana ikawa hivyo." Tena alikuwa ananitania bwana, "Ndio Mr. Linus, Mr. Linus." Mkewe pale anacheka tu. Lilian akakubali bwana uongo. Mida baadaye wametoka wanagongana na mtu. Wakaanza kutupiana maneno kila mmoja pale. Lilian akamwambia mumewe ampigie kamishna. Na yule jamaa naye akampigia askari. Mida kidogo askari wakatinga. Wakampigia saluti ule mzee. Baadaye mzee akaruhusu askari wakamate Mr. Linus na mkewe. Na huku Mr. Linus na mkewe anamwambia akamate ule mzee. "Oya mzee, mimi na afisa polisi kutoka kituo cha kati." "Subiri kwanza, wewe ni afisa polisi? Hebu mpige kamishna aje hapa." "Kamishna yupi unazungumzia?" "Mimi simjui kamishna yoyote yule." "Tulia mke wangu, soli siwe kubwa." Linus akawa mpole pale. Ila kuisaidia akakamatwa. Mida baadaye wanakuja kutolewa rafiki yake Linus anaitwa Sam. Muda huo Lilian analalamika sana kwa tabia mumewe kuweza kuwa muongo. "Mimi namjua kweli kamishna. Sinamwona kwenye TV. Au wewe humuoni?" Yana anadanganya kisha pia anajitetea. Usiku sasa Lilian analalamika sana mumewe kwa kosa la kuongea uongo kila muda. "Wewe tatizo lako utofautishi kati ya uongo na matani. Mimi natania tusiseme uongo." Akamzonga tena pale. Lilian akatoa pointi 3. Baada ya masiku kupita leo hii Lilian anarudi mizunguko yake. Na ana njaa sana. Ikabidi ampigie mumewe amuulize kama chakula kipo au anunue tu chakula. Linus akamwambia, "We njoo tu mzee. Chakula kipo cha kumwaga." Lilian akaamini. Linus akasema akija atajijua atafura kwa hasira. Lilian kweli akafika kwake. Linus akamkaribisha vizuri. Lilian akaenda jikoni. Kufungua hivi kalala paka. Peupe hakuna kitu. Nakumbuka kama nilimuuliza Mr. Linus kama chakula kimo. "Ndio nimemuuliza." "We Linus!" Lilian akaja wangu. "Wewe uliniambia chakula kimo wewe." "Mimi nimesema kilikuwemo, sio chakula kimo." Tofautisha kati ya past tense na present tense. Lilian aliwaka sana pale. Tumbo lina njaa. Alafu Linus analetea uongo sana. "Mungu, hebu mwangalie huyu mwanamke. Umesema wanawake watii waume zao, lakini wao wanatufokea sana kama hivi." Yaani Linus ni vituko kweli mzee. Baada ya kufoka sana Lilian akasepa. "Mimi nakumbuka nimesema kilikuwemo na sio kimo." Ndio nilivyomwambia. Siku nyingine tena anakuja shoga yake Lilian anaitwa Bena. Alimletea zawadi ambazo alikuja nazo safarini. Na hapa ametoka zake Dubai. Mida kidogo anakuja Mr. Linus. Kufika akampa hongera Bena na pia pole kwa machofu ya safari. Kisha mzee akaanza kutunga uongo pale. "Hata mimi na mke wangu tulikwenda Paris. Nimemnunulia zawadi nyingi sana. Hajakupata moja." Mpaka Bena akaanza kuamini pale. Akazania shoga yake snitch. Mzee akachukua kijiji pale. Mwisho akasepa. Ikabidi Lilian anamwambia tu, hiyo ndio tabia ya mumeo kwa muongo. Na hana anachokiongea kikaa cha kweli. Mida baadaye huku yupo Linus na washikaji zake. Kuna mmoja akasema mkewe ni mpambanaji sana.
sana, anapiga kazi mpaka basi. Mr. Linus hakutaka kukaa nyuma bwana, hakutaka asolushwe hivi hivi, na yeye akasema mke wangu pia anapambana sana mpaka fungua saluni kubwa sana hapa Lagos. Basi na mimi mke wangu anataka kufungua sehemu ya urembo kubwa sana, ila peke yake hawezi, basi wacha ashirikiane na mke wako. Mzee akatoa namba pale. Baada ya mchizi kusepa, Sam akamuuliza Linus, mkeo ni lini kafungua saluni? Oya mzee, si kila kitu nakijua kuhusu mke wangu. Sam ikabidi ufyate tu. Mida baadaye mchizi akampigia simu Lilian kuhusu hiyo biashara, ila Lilian alikataa katu kama yeye hafanyi hivyo. Ikabidi amtingie Linus chini. Kwa nini waambie watu kama mimi namiliki saluni? Wewe ungemwambia tu kama niko busy sana. Kwa hiyo unadhania kama mimi ni mongo kama wewe? Nawezaje kumdanganya mtu kwenye mambo ya ukweli kama hayo? Kwa nini utaacha kuongea uongo? Maneno yote hayo ambayo Lilian anatoa Mr. Linus hajali kabisa. Mida baadaye akawa anamzonga bosi wake amkopeshe pesa. Mkeo anataka kufungua saluni kubwa sana, kumbe ni uongo. Bosi akaingia mkenge, akataka tumwe account number. Lilian akaja na kuanza kumharibia pale. Mwongo huyo, anakudanganya. Mbona wewe Mr. Linus unadanganya hivyo? Mke wangu, utaki niwe na pochi nene? Utaki account yangu itune? Lilian aliwaka sana pale. Kidogo anapigwa simu na mama yake. Linus akapandisha juu. Huku pia akawa anamdanganya mama yake. Mama yake alikuwa anauma na anataka hela. Linus anamzonga kwa mkeo amepata ajali ya ndege, yupo hospitali hapa, yupo hoi taabani. Pesa yote nimetumia kwake, ila kesho mama yangu nitakutumia. Muda huo Lilian anamsikia tu, alimpandia juu akamtafuna. We muda wote unaongea uongo, mpaka mama yako unamdanganya. Akamkamata akamkaba. Yani hatari mzee. Mida usiku Lilian aliwaza sana kuhusiana na tabia ya mumewe, na leo hii asubuhi akajifanya anaumwa na kumwambia mumewe ampeleke hospitali. Kufika hospitali anasema yeye haume, bali mumewe ndo anaumwa, maana ni muongo sana. Kama kuna tiba yoyote ile apewe. Mke wangu, unanidhalilisha kiasi hichi? Mimi ni uongo? Mimi ni mkweli bwana, sija kuongea uongo hata mara moja. Mara anapigwa simu, halo, niko kwenye ndege nitakupigia. Na hapo tena akamdanganya dokta, na wahi ndege kwanza, wacha niende zangu. Mchizi akajichenga pale. Yani hapo nikashapigwa mtu changa la macho. Dokta akasema hakuna dawa wala tiba yoyote, bali mpeleke kwa therapisti tu ili apate matibabu, bila hivyo hakuna tiba. Leo hii tena Lilian akamwita pasta muombee mchizi, maana ana pepo la uongo. Linus kufika tu akamdanganya pasta kama kafunga. Leo ana siku ya 21 anafunga. Lilian akamwambia toa kitu kwenye mdomo wako. Linus akaanza kujifuta. Mpumbavu wewe, uona mdanganya mpaka pasta, uona hata haya. Pasta huyu leo asubuhi katoka kula na nimemwandalia mimi, na kila siku anakula. Sasa mimi nimedanganya nini? Kwani pasta ukifunga huli daku? Mimi nimekula daku, ndo chakula nilichokula. Sasa nimekudanganya nini? Ikabidi pasta apige maombi siku kwa uongo huo, mara ana pepo la uongo. Na leo hii akamleta mamposa wa kike, ananyonga kama Range Rover mpya hivi, anajifanya kupiga maombi we, mwisho kikakimbia. Sasa sijui kakimbilia nini. Na leo hii Mr. Linus akamwona demo hapa njiani usiku. Huyu kidenti kikomba msaada Mr. Linus akakipa, akikipeleka mpaka gesi kikalale, ila kufika ndani kikataka show. Mr. Linus akapafumu mzee. Asubuhi ndo anaingia kwake, akampiga kama mkewe kwa Sam kapata ajali na usiku mzima kalala hospitali, na Sam yupo hoi taabani. Muda wowote watu wanaweza kupiga sinia watu watatu. Mke akamwamini bwana. Mida baadaye Sam ndo anakuja mzima, wala haumi wala hajaumia popote kule. Kwenye mahojiano ndo akajua kashaingizwa tena mkenge. Linus akaenda kwa yule kidenti kule, kumbe ni matapeli bwana. Wakamsingizia kama kambaka ndugu yao, na akataka milioni 50 au video chafu waliorekodi wataisambaza. Mchizi akawana jinsi pale, bali ni kulipa tu. Wakampa siku 7 tu, na huku kwa mkewe, na yeye aliporudi aliunywa sana, na yeye akampa siku 7 tu achague kwenda kwa therapisti au kumwacha mkewe. Mr. Linus akasema yeye sio chizi, aendi pahala. Siku zikaanza kwenda, mkewe kamchunia na matapeli wanamkumbusha pesa yao. Mr. Linus akaanza kukopa kwa washikaji zake, akaanza na Sam, ila Sam akochomoa mzee, maana anajua ni muongo. Akampigia simu bosi wake na kusema mwanae anaumwa moyo na inahitajika pesa ya matibabu. Tena analia kabisa. Bosi akaingia mkenge akamwambia atamtumia. Wakati huo mke anamsikia, hajamwambia kitu na hisabu tu siku zake. Leo hili anakunja nguo kabisa, zimebaki siku 2 tu za kuweza kubaki hapo na Mr. Linus, ila bado Mr. Linus anaona utani tu, hawezi kuondoka. Akagoma kwenda kwa therapisti. Sasa siku 7 zimefika, na leo hii akaleta mokoto kwa kajambazi. Mara ghafla mlango unagongwa, wakadhania ni wasafishaji tu. Kufungua ni Lilian na mapolisi, kumbe Lilian mchezo mzima kashausoma. Majambazi wakakamatwa pale na Lilian akasepa. Lilian anarudi nyumbani amkuti, anafungua kabati kweupe, ndo akajua kumbe kweli mzee. Ikabidi aanze kumtafuta kwa marafiki, akamwita Sam patupu, wakamwita Bena pia patupu mzee. Ikabidi atege kazini kwake. Baada ya kutega sana akampata, akampigia mpaka goti kuomba samahani na kusema tenda popote na lote atafanya. Kweli mzee wakaenda kwa therapist. Unaitwa nani? Naitwa Linus. Na miaka mingapi? Na miaka 30. Akapigwa jicho hilo na miaka 42. Mzee mpaka therapist alikuwa kashamdanganya. Na hapo ndo kwa mwisho wa hii movie inaitwa Mr. Linus. Full movie utaipata kwenye channel ya Ruth Kadir. Link nimekuwekea kwenye description hapo. Kama huna rafiki Mungu kama huyu, basi uje kuona mengi kwenye hii dunia.
Kuna rafiki yangu mmoja hivi alidanganya watu kama hoteli ya Park Hayat inauza mpaka matando. Watu wakabishana. Akampigia rafiki yake mwingine ambaye anajua kama ni Mungu mwenzake. Alafu alivyokuwa muhuna akabadilishana jina akaandika mhudumu wa Park Hayat. Kumpigia sindo auwe kabisa. Akasema mpaka makoko anauzwa Bukujero tu. Watu wakaamini bwana. Muda wote huo ulikuwa unasikiza sauti ya mtu poa kabisa. Unaweza kuniita Mr. Coolman ama Jangabo Official. Na hii ni 071 Code Recap. Usisahau kusubscribe na kutana notification bell uwe kwa kwanza kupata update za movie zetu kila siku. Asante sana kwa kuanza kunisikiliza. Naweza kusema bye.